Nichukue fursa hii kuungana nanyi kumshukuru Mungu kwa baraka ambazo ametujalia mwaka jana na alizotujalia mwanzoni mwa mwaka huu. Mwaka jana tumepata ushindi mzuri wa mtihani wa taifa wa kidato cha 4. Mazingira haya ni Kaisho Sekondari, shule ya Mtakatifu Agustino. Na tunamshukuru Mungu kwa kuwa anaiendeleza shule yetu katika taaluma na nidhamu. Hasa katika taaluma tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametusaidia mwaka jana kupata ufaulu mzuri ambao ni ufaulu wa hali ya juu. Na tunaishukuru bodi ya shule na walimu kwa ujumla kwa kuwa hao ndo wamewezesha wanafunzi wa kidato cha 4 mwaka 2025 kupata ufaulu mzuri ambao tumeupata na kufurahia shule nzima. Sala, kazi, nidhamu pamoja na taaluma bora ndiyo moto wa shule hii. Kama ilivyo kauli mbiu ya shule na moto wa shule kwamba Kaisho Sekondari ni sala, kazi, nidhamu pamoja na taaluma bora. Haya yote yameendelea kuifanya Kaisho iendelee kung'aa, yameendelea kuifanya Kaisho iendelee kuboreka na yameendelea kuleta matokeo mazuri ambayo kila siku na kila kukicha tunajivunia. Takwimu za kila mwaka zinaonyesha jitihada, uthubutu pamoja na wito wa walimu na watumishi wa shuleni hapa. Tunajivunia sana mafanikio ya shule yetu na kwa sasa tunawapokea wanafunzi wengi sana kutoka mikoa mbalimbali nje ya mkoa wetu wa Kagera, na haya yote yamechagizwa na matokeo mazuri ambayo shule imekuwa ikiyapata, lakini pia miundombinu mizuri na iliyoboreshwa ambayo inazidi kujengwa na mwenye shule Mwasham Baba Askofu Almachius Vincent Rweyongeza kwa kusaidiana na wasaidizi wake. Tunazo maabara za kisasa kwa ajili ya masomo ya sayansi na ambazo zimewafanya wanafunzi waweze kuboresha vizuri sana katika eneo la masomo ya sayansi. Lakini pia tunayo maabara maalum kwa ajili ya masomo ya tehama. Maabara hii ina kompyuta zaidi ya 86 ambazo zinawasaidia wanafunzi kupata elimu jumuishi hasa ya utandawazi na namna ya kutumia vifaa hivi vya kiteknolojia. Zaidi ya hilo, tunajivunia matokeo mazuri ya kitaaluma ambayo shule imekuwa ikiyapata. Kwa mfano ninaweza nikatoa tu kwa uchache kuanzia mwaka 2022. Mwaka 2022 tulipata division 1 wanafunzi 74 na division 2 wanafunzi 41. Tulikuwa na wanafunzi 115 wa kidato cha 4. Mwaka 2023 tulipata division 1 wanafunzi 87 na daraja la pili wanafunzi 74. Mwaka 2024 tulipata wanafunzi 119 wa division 1, lakini pia wanafunzi 20 ndio waliopata division 2. Na mwaka jana mwaka 2025 tumepata wanafunzi 122 waliopata daraja la kwanza na wanafunzi 33 tu ndio waliopata daraja la pili. Kwa mantiki hiyo, ndugu mtazamaji, unaweza kaona tumeanza kujenga historia ya kuondoa kabisa daraja la 3, daraja la 4 na madaraja mengine. Na Mwenyezi Mungu kadiri ya baraka zake na neema zake, tunaamini ataendelea kutujalia nguvu, afya na tutazidi kupambana zaidi na zaidi, na wakati mwingine kuwa wabunifu zaidi kila kukicha, ili basi tuweze kuona kama tunaweza kufuta daraja la pili na kubaki na daraja la kwanza peke yake. Je, wanafunzi wanatambua na kuthamini matokeo ya watangulizi wao? Matokeo yaliyotoka mwaka jana na mwaka juzi yametupa motisha ya kusoma na kufaulu, pia na kuwa na ujasiri katika kazi zetu bila kukosea na kufanya kwa kujiamini katika masomo yetu. Shule yetu wanafunzi wengi wanapata division 1 na division 2 kwa sababu ya jitihada na usaidizi kutoka kwa walimu. Walimu hujituma asubuhi hadi jioni kuimarisha imani, kuimarisha na kuwakuza wanafunzi kiakili na kimwili. Lakini pia shule yetu inayo mazingira ambayo yamezungushiwa umeme katika kila sehemu, ambapo inasaidia hata kama ni muda wote hadi kufikia usiku tunaweza kujisomea. Maabara bora za kisasa, mazingira rafiki pamoja na nyenzo za kujifunzia, hizi ndizo silaha zao kubwa shuleni hapa. Vitu ambavyo vinatusaidia mojawapo ni walimu wenyewe, kwa sababu walimu wenyewe wanajitoa na sisi wenyewe tunajitoa kwao. Kwa hiyo
walimu wana ushirikiano na sisi tuna huo uwezo ambao unatusaidia kuwa na walimu karibu na baadaye kutupatia ufaulu mzuri. Mazingira yanayojenga imani na nidhamu za wanafunzi ndio yanayochagiza zaidi matokeo ya wanafunzi. Hapa shuleni tunapata misa takatifu kila siku asubuhi, na kupitia hizi misa takatifu sasa watoto wanapata maadili mema, namna wanavyofundishwa, maadhimisho yanayofanyika kila siku. Baba mlezi, baba chaplain anasaidia sana kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa na moyo wa utulivu na moyo wa nidhamu, moyo wa unyenyekevu, na haya yote yamechagiza sana matokeo mazuri ambayo Kaisho Sekondari imekuwa ikiyapata. Nimehitimu hapa, pia nimepata ufaulu mzuri division 1.7, lakini pia kuna vyanzo vilivyopelekea mimi kupata ufaulu huo mzuri. Kitu cha kwanza kilichonipelekea kupata ufaulu mzuri hapa Kaisho Sekondari, kwanza elimu bora, walimu wapo wa kutosha, pia ukizingatia na mazingira yana support. Kwenye kusoma hapa kila mwanafunzi anapata nafasi nzuri ya kujisomea mwenyewe. Ongezeko la majengo huashiria ongezeko la wanafunzi kutoka kila mahali pa nchi hii, inayopelekea kuandalia miundombinu uwezeshi na yenye kujitosheleza. Namshukuru Mwenyezi Mungu, shule yetu inazidi kukua siku kwa siku, inakuwa kiroho, inakuwa kitaaluma, inakuwa kimiundombinu, na tunapoendelea kukua tunamshukuru Mungu kwa haya yote. Nimekuwa nikiulizwa na nimeniuliza kwa nini tunaongeza majengo, kwa nini tunaboresha miundombinu. Tunaongeza miundombinu kwanza kwa sababu kuondoa msongamano wa wanafunzi. Kwa kadri tunavyofanya vizuri, basi wazazi wengi wanapenda kuleta watoto wao katika shule yetu, na kwa kuwa tunakuwa na namba kubwa ya wanafunzi, basi tunalazimika kuongeza miundombinu kama madarasa na mpango wa kuongeza mabweni, pamoja na changamoto za kifedha za hapa na pale. Kwa maana nawashukuru wahisani wetu mbalimbali kutoka AMU, kutoka Kohofu na kwingineko, na kumshukuru Baba Askofu kwa bidii na juhudi anazozifanya nyingi kuhakikisha kwamba shule yake ama shule yetu ya jimbo hii inakuwa na miundombinu mnayoiona hii. Kwa juhudi za Baba Askofu na wasaidizi wake, katibu wa elimu, na viongozi wengine na bodi ya shule, tunapambana, tunatafuta fedha hapa na pale kuona kwamba watoto wetu wanaweza wakasoma katika mazingira bora na yanayowezesha kupata elimu hiyo tunayoiona. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, shule yetu siku kwa siku inafanya vizuri. Kwa mwaka huu imefanya vizuri kikubwa tuseme, kwa sababu kidato cha 4 mwaka huu wa 2025 walikuwa 155, kiangalia 122 wamepata daraja la kwanza na 33 tu wamepata daraja la pili. Kwa hiyo shule haina daraja la 3 wala la 4. Sasa ufanisi huu wa kitaaluma lakini pia kinidhamu inakuwa ni kichocheo kikubwa kwa wazazi, wanapenda kuleta watoto. Kwa mwaka huu kuna wazazi wengi tumewanyima nafasi kwa sababu ya ufinyu wa majengo, ufinyu wa mabweni, ufinyu wa madarasa. Tumewanyima nafasi. Kwa ndio maana tunajitahidi, tunaamini kama madarasa haya yatakamilika na mabweni yatakamilika tunayofikiria kujenga, tutaendelea kutoa fursa zaidi kwa ajili ya wanafunzi au wazazi wanaopenda kuleta watoto wao waje hapa wakasome, wapate hayo malezi, lakini wapate na hiyo elimu bora. Niliulizwa swali kwamba ada yenu inakuaje? Ada yetu sio kubwa. Ndio nadhani ni shule ambayo ina ada ndogo sana, shule ya bweni. Milioni 1,200,000 ni pesa kwa shule ya bweni na inalipwa kwa awamu 4. Naona kabisa ndio maana tunahangaika kutafuta misaada hapa na pale katika harakati za kuwasaidia wazazi, kwa sababu watoto wengi hapa wanatoka mazingira ya kawaida. Kwa hiyo ili kanisa liweze kufanya utume wake pamoja na kutoa elimu, lakini pia kusaidia jamii, jaribu kuweka ada kiasi fulani kwamba watu wengi wanaweza wakaimudu na kuhakikisha watoto wetu hasa wanaotoka hata mazingira haya ya vijijini wapate elimu bora kama sawa na wale wanasoma mijini. Shule ya Mtakatifu Agustino Kaisho Sekondari
ni miongoni mwa shule bora katika mkoa wa Kagera na Tanzania zinazofanya vizuri kimalezi, kielimu pamoja na kumlea mtoto katika maadili ya kimungu. Kwa kweli kwa upande wangu mimi Kasho Sekondari imebadilisha maisha yangu sana, na mpaka kufika hapa kwa kweli ni juhudi zote ambazo zimefanywa na Kasho Sekondari. Lakini pia tukija kuzungumzia kwa ufaulu na mambo ambayo yanaendelea Kasho Sekondari, kwa kweli Kasho Sekondari inapiga hatua kubwa sana na inajitahidi kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafaulu na wanafunzi wanakuzwa katika imani na mambo mengine ambayo yatawasaidia katika jamii. Tukija kuangalia kipindi sisi sote tunasoma miaka ile ya zamani kidogo, kwa kweli ufaulu ulikuwa ni mdogo sana, na kipindi kile bado kulikuwa na hizi mambo za kupata division 4, za kupata division 3 na kupata division 4 na 0, lakini kwa wakati tuliofikia hapa kwa kweli naona kama shule imejitahidi sana na walimu wanapambana kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafaulu. Kuja kuangalia mwaka kama uliopita 2025 wanafunzi wamefaulu vizuri sana, wamepata daraja division 1 na division 2 ambazo sisi kama tulimaliza wanafunzi wa Kasho Seko kwa kweli najivunia sana na napenda sana shule yangu na kwa wito mwingine labda kuwashauri wazazi walete watoto wao Kasho Sekondari, na wale ambao wanataka kuhamia basi wahamie ili sasa waweze kupata elimu, sio elimu tu ya darasani basi na elimu ya maisha na wakuzwe katika imani.